Juni 25. Kwa baadhi ya watu ni tarehe kwenye kalenda, kwa wengine ni kumbukumbu ya maandamano makubwa yaliyotikisa taifa. Lakini kwa mamia ya familia nchini Kenya, ni tarehe ambayo ilibadilisha maisha yao milele. Ni tarehe ambayo baadhi ya wazazi walimpigia mwanao simu bila majibu. Ni tarehe ambayo baadhi ya marafiki walituma ujumbe ambao haukujibiwa. Ni tarehe ambayo baadhi ya familia zililala na matumaini na kuamka na majonzi. Miaka miwili imepita, lakini kwa familia nyingi, Juni 25 haijawahi kuondoka. Picha bado ziko ukutani, namba za simu bado ziko kwenye simu, nguo bado zipo kabatini, ndoto bado zipo kwenye kumbukumbu. Leo hii mishumaa inawashwa, sala zinafanyika, maua yanawekwa, na taifa linasimama kwa dakika chache ili kukumbuka vijana ambao waliondoka nyumbani lakini hawakurudi. Leo hii ndani ya makala moto tunawakumbuka, sio kama takwimu, sio kama nambari, sio kama vichwa vya habari, bali kama Wakenya. Jina langu ni Ogara Brian Osoro, na nakuomba upate kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Usisahau kuturn on notifications ili kupata habari zote, makala na mengineyo kwa wakati unaofaa. Kabla ya Juni mwaka 2028, neno Gen Z kwa wingi lilimaanisha kizazi cha vijana wanaopenda TikTok, Instagram, memes na teknolojia. Lakini ndani ya wiki chache, maana ya neno hilo ilibadilika. Kizazi kilichodhaniwa kuwa hakijali siasa kiligeuka kuwa sauti kubwa zaidi ya kisiasa nchini Kenya. Kutoka Nairobi mpaka Kisumu, kutoka Mombasa mpaka Nakuru, kutoka Eldoret mpaka Nyeri, vijana waliinuka bila viongozi wa jadi, bila mabasi ya kubeba watu, bila t-shirt za kisiasa, bila pesa za kampeni. Walikuwa na simu zao, walikuwa na mtandao, walikuwa na sauti zao, na walikuwa na hasira kuhusu mustakabali wa taifa lao. Kilichoanza kama mjadala wa Finance Bill 2024 kiligeuka na kuwa harakati kubwa ya kizazi. Lakini kadri maandamano yalivyoongezeka, ndivyo gharama ilivyozidi kuwa kubwa. Asubuhi ya Juni 25 mwaka 2028, mitaa ya Nairobi ilianza kujaa. Mamia wakawa maelfu, maelfu wakawa makumi ya maelfu. Kulikuwa na nyimbo, kulikuwa na mabango, kulikuwa na vicheko, kulikuwa na matumaini. Hakuna aliyefahamu jinsi siku hiyo ingeisha. Wakati umati ulipokuwa ukiongezeka, macho ya dunia yalikuwa yakiangalia Kenya. Vyombo vya habari vya kimataifa vilianza kurusha matangazo ya moja kwa moja. Mataifa mbalimbali yakaanza kufuatilia. Kisha hali ikabadilika. Mivutano ikaongezeka. Machafuko yakaanza kuripotiwa, risasi zikaanza kutajwa, majeruhi wakaanza kupelekwa hospitalini, na ghafla kile kilichoanza kama maandamano kikageuka kuwa siku ya majonzi kwa familia nyingi. Miongoni mwa majina yaliyobaki kwenye kumbukumbu za taifa ni Rex Kanyike Masai, jina ambalo limekuwa ishara ya kizazi kizima. Lakini Rex hakuwa peke yake. Kulikuwa na Eric Kayoni Shiene, kuna David Chege, Abdi Kadir, Evans Kiratu, Kennedy Onyango, Ibrahim Kamau Wanjiru, Erikson Kialo, Kelvin Odhiambo Maina, Ernest Kanyi, Kenneth Njiru Mwangi, Wilson Sitati, Bisley Kogi, na kuna wengine wengi ambao majina yao hayakufika kwenye kurasa za mbele za magazetini. Historia huwa na tabia moja, huwakumbuka wachache, lakini maumivu huishi kwa wote. Nyuma ya kila jina kulikuwa na hadithi, nyuma ya kila hadithi kulikuwa na familia, na nyuma ya kila familia kulikuwa na ndoto. Fikiria kijana aliyekuwa amehitimu chuo mwaka mmoja uliopita. CV yake ilikuwa tayari, alikuwa akingoja nafasi ya kwanza ya kazi. Fikiria msichana aliyekuwa akiendesha biashara ndogo mtandaoni, akiota siku moja kuwa mwajiri. Fikiria kijana aliyekuwa akiwasaidia wazazi wake kulipa kodi. Fikiria mwingine aliyekuwa tegemeo la ndugu zake wadogo. Fikiria mwanafunzi aliyekuwa na ndoto ya kuwa daktari au rubani au mwanasheria au mwandishi wa habari kama mimi. Maisha hayapimwi kwa miaka mtu aliyoishi, wakati mwingine hupimwa kwa ndoto alizobeba, na ndiyo maana taifa liliumia.
kwa sababu waliopotea hawakuwa takwimu, walikuwa kesho ya Kenya. Kuna maumivu ambayo muda hauyafuti, kuna majeraha ambayo hayaonekani kwenye mwili, kuna ukimya ambao husikika zaidi kuliko kelele. Kwa baadhi ya wazazi, Juni 25 ilibadilisha maana ya maisha. Wengine walitambua watoto wao kupitia picha, wengine kupitia simu, wengine kupitia taarifa kutoka hospitalini, wengine kupitia habari. Hakuna mzazi anayepaswa kuzika mtoto wake, ila familia nyingi zilijikuta katika hali hiyo. Leo, miaka miwili baadaye, baadhi yao bado wanatafuta majibu, baadhi yao bado wanatafuta haki, na baadhi yao bado wanatafuta amani ya moyo. Kando na waliopoteza maisha, kulikuwa na majeruhi. Wapo waliopoteza uwezo wa kutembea kama awali, wapo waliobeba makovu ya kudumu, wapo ambao bado wanapambana na hofu, wapo ambao kila sauti kubwa huwarudisha kwenye kumbukumbu za siku hiyo. Wakati mwingine jeraha baya zaidi si lile linaloonekana, ni lile linalobaki moyoni. Baada ya maandamano, maswali yakaanza kuulizwa: nani alihusika? Nani anapaswa kuwajibika? Je, haki itapatikana? Taasisi mbalimbali zilianza uchunguzi, mashirika ya haki za kibinadamu yakatoa ripoti, familia zikaanza kutafuta majibu, serikali nayo ikatangaza hatua mbalimbali za kusaidia wahanga na familia zilizoathirika. Lakini kwa familia nyingi, fedha haziwezi kumrudisha mtoto, fidia haiwezi kurudisha ndoto, na hakuna kiasi cha pesa kinachoweza kujaza nafasi ya mpendwa. Leo tunapowasha mishumaa, tunapoweka maua, tunapofanya maombi, tunapaswa kujiuliza swali moja: je, taifa limejifunza nini? Je, maisha ya Mkenya yana thamani gani? Tofauti za maoni zinaweza kushughulikiwa bila damu kumwagika? Je, kizazi kijacho kitarithi Kenya gani? Maswali haya ni muhimu kuliko siasa, ni muhimu kuliko uchaguzi, ni muhimu kuliko vyama, kwa sababu yanahusu maisha, na maisha ndiyo msingi wa taifa lolote. Majina mengi yameandikwa kwenye mawe ya makaburi, mengine yameandikwa kwenye ripoti, mengine yameandikwa kwenye kurasa za magazeti, lakini yote yameandikwa kwenye historia ya Kenya. Miaka inaweza kupita, serikali zinaweza kubadilika, viongozi wanaweza kubadilika, lakini Juni 25 itaendelea kuwa ukumbusho wa gharama ambayo baadhi ya vijana walilipa. Leo tunawakumbuka, leo tunawaheshimu, leo tunawaombea, na tunasema hawatasahaulika. Jina langu Ogara Brian Osoro, na umekuwa ukifuatilia makala moto ndani ya Moto TV Kenya, ikiwa hiki ndicho kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Kumbuka kulike, kusubscribe, kucomment, kushare, na pia don't forget kuwasha notification ili usikose lolote tunaloposti ndani ya Moto TV Kenya, na zaidi ya yote tufuate kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya.